yafuatayo: ukweli unapokosa hekima hugeuka kutoka kuwa nuru na kuwa silaha. Unaweza kuchoma na kujeruhi kwa undani sawa sawa au pengine zaidi ya uongo ulio dhahiri. Ukweli unaotolewa kabla ya majira yake huweza kuwa sumu inayoingia taratibu. Napenda sana kusoma vitabu vya masuala ya kijeshi na masuala ya intelijensia. Moja ya vitu ambavyo vinanishangaza sana ni hivi, ya kwamba inaruhusiwa baada ya miaka kadhaa, nadhani huenda ni miaka 100 kama sijakosea, huenda waliosoma zaidi wanaweza wakanisaidia ni miaka mingapi, lakini tuchukulie kama nimepatia, huenda ni miaka 100. Kama mliwapeleleza nchi fulani, mliwafanyia uspai, baada ya miaka 100 inaruhusiwa kufunua zile siri. Kwa nini inachukua muda mrefu kiasi hicho? Ni kwa sababu anajua ule ukweli ukifichuka kwa wakati ule unaweza ukaleta madhara. Vivyo hivyo tunasema ni vizuri ujifunze kusema ukweli, lakini jua kutumia hekima, kwa sababu ukweli unapokosa hekima hugeuka kutoka kuwa nuru na kuwa silaha, inaweza ikaangamiza. Sikia maneno haya. Kwa hiyo kusema ukweli ni zaidi ya swala la usahihi, ni sanaa ya busara. Ni lazima kupima uzito wa neno dhidi ya uhalisia wa moyo wa mpokeaji, ili ukweli uwe chachu ya uponyaji na sio chanzo cha maangamizi. Kwa kama unaposema ukweli utaleta maangamizi, wewe huna tofauti na mtu aliyesema uongo. Kwa hiyo na maana sasa, mchungaji, tuseme uongo? Ni bora kunyamaza kuliko kusema ukweli ambao unakwenda kuua mtu au kuangamiza jamii. Nimesema ukweli usemwe kwa hekima na busara, kwa sababu ulimi wa uongo ni chukizo kwa Bwana.